Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Mjini Kinshasa, Brazzaville na Bangui itakuwa ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti na mazingira. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika katika 93.1 FM hapo jiji kuu la Mombasa. Pia inasikika katika maeneo ya Kwale, Kilifi, Taita Taveta na Lamu. Vilevile inasikika eneo zima la pwani ya Kenya. Nchini Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Highlands FM, redio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini, pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Kwa wasikilizaji wetu wa Uganda, sasa tupo kwenye Jogoo 93.8 FM inayopatikana maeneo ya Mbale, Iganga, Mayunge, Malaba na mpakani Busia. Pia baadhi ya maeneo katika mji wa Kisumu nchini Kenya. Ni Alhamis tarehe 9 Aprili ambapo nchi za Afrika zimejikuta katika njia panda kutokana na uhaba wa bidhaa ya mafuta na gesi. Hii inatishia kuyumbisha uchumi na kuchochea mfumuko wa bei katika mataifa mengi ya Afrika. Kunywa mafuta hapa, mafuta imepotea. Ukienda Shell hakuna, ukienda mahali popote hakuna. Tunapanga laini muda mrefu ndio unafikia mafuta. Tena bei wameongeza. Lita moja imekuwa 160. Sai lita tunauziwa shilingi 200. Gari kwenda milimani kuleta mkaa hakuna mafuta. Tunaathirika kufuatana na hiyo vita. Hatuwezi kusafiri, hatuwezi kuleta mzigo, hatuwezi kufanya kazi za kawaida. Dunia imesimama. Kwa haya na mengine zaidi, kaa nasi. Hebu sasa nimpishe mwenzangu Edith Peter kwanza na taarifa za habari kutoka bara Afrika. Mwanasheria wa Uingereza Martin Hackett ameteuliwa kuwa mwendesha mashtaka maalumu wa kwanza nchini Gambia, mwenye jukumu la kusimamia kesi dhidi ya watu wanaotuhumiwa kwa ukiukwaji wa haki za binadamu uliofanyika katika kipindi cha utawala wa miaka 22 wa aliyekuwa Rais Yahya Jammeh uliomalizika mwaka 2017 alipoingia uhamishoni. Hackett ataongoza ofisi mpya iliyoundwa kushughulikia kesi zinazotokana na kipindi kilichogubikwa na ukandamizaji mkubwa, watu kupotea kwa lazima na mauaji ya kiholela. Tume ya ukweli, maridhiano na fidia TRRC iliundwa ili kuchunguza na kuweka kumbukumbu za ukiukwaji huo. Katika ripoti yake ya mwisho iliyowasilishwa mwaka 2021 kwa rais wa sasa Adama Barrow, iliwataja waliohusika zaidi na kupendekeza wachukuliwe hatua za kisheria. TRRC iliyosikiliza ushuhuda mzito kutoka kwa waathirika na mashahidi mbalimbali, pia ilipendekeza fidia kwa waathirika na kuonya kuwa kutochukuliwa hatua kunaweza kuendeleza utamaduni wa kutowajibika. Abuja, Nigeria. Nigeria imeanza kusikiliza kesi dhidi ya watu zaidi ya 500 wanaotuhumiwa kuhusika na mashambulizi ya kigaidi katika moja ya kesi kubwa zaidi za ugaidi kuwahi kufanyika nchini humo. Watuhumiwa wanakabiliwa na mashtaka ya kusaidia ugaidi, hasa katika eneo la kaskazini mashariki ambako kundi la Kiislamu la Boko Haram limekuwa likifanya mashambulizi kwa zaidi ya miaka 17. Tangu hapo hali ya usalama imezorota katika maeneo mengi ya nchi hiyo ya Afrika Magharibi, huku jamii nyingi hasa vijijini zikikumbwa na vitendo vya utekaji nyara na mashambulizi ya makundi yenye silaha. Kesi hiyo ilianza Jumanne katika mahakama kuu jijini Abuja, ambapo watuhumiwa 227 walifikishwa mbele ya majaji 10. Mamia ya watu wamepoteza maisha mwaka huu pekee kutokana na milipuko ya mabomu na mashambulizi mbalimbali. Ni watu wachache sana wamewahi kufikishwa mahakamani kwa tuhuma za ugaidi, huku watuhumiwa wengi wakikaa rumande kwa miaka bila kusikilizwa kesi zao. Ulinzi uliimarishwa wakati wa usikilizwaji wa kesi, ambapo watuhumiwa waliletwa chini ya ulinzi mkali wa vyombo vya usalama. Waangalizi wa kimataifa wakiwemo wanaharakati wa haki za binadamu na chama cha wanasheria Nigeria walihudhuria. Washington, Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeruhusu wafanyakazi wa serikali ya Marekani wasio wa dharura pamoja na familia zao kuondoka katika ubalozi wa Marekani jijini Abuja kutokana na hali mbaya ya usalama nchini Nigeria.
Katika tahadhari mpya ya usafiri iliyotolewa Jumatano, wizara hiyo ilieleza kuwa kuanzia Aprili 8 mwaka 2026 raia wa Marekani wanashauriwa kufikiria upya kusafiri kwenda Nigeria kutokana na uhalifu, ugaidi, utekaji nyara na machafuko ya kiraia. Majimbo ya Plateau, Jigawa, Kwara, Niger na Taraba yameongezwa kwenye orodha ya maeneo hatari yasiyoshauriwa kusafiri na kufanya jumla ya majimbo 23 kuwa katika hatari kubwa. Cotonou, Benin. Raia wa Benin wanatarajiwa kupiga kura Jumapili kumchagua rais mpya, huku kiongozi wa sasa Patrice Talon akitarajiwa kuondoka madarakani baada ya miaka 10 ya uongozi uliokuwa na mafanikio ya kiuchumi, lakini pia changamoto za kiusalama na kisiasa. Waziri wa fedha Lomwadi Wadani mwenye umri wa miaka 49 anayewakilisha chama tawala anachukuliwa kuwa mrithi anayependelewa na Talon. Anakabiliwa na mpinzani wake pekee Paul Hongpe. Katika uchaguzi wa wabunge uliofanyika Januari, upinzani ulishinda kufikia kiwango cha 20% kinachohitajika kupata viti, jambo lililoacha vyama vinavyomuunga mkono Talon vikidhibiti viti vyote 109 bungeni. Kutokana na hali hiyo, Wadani anaonekana kuwa na nafasi kubwa ya kushinda uchaguzi huo, akisaidiwa na rekodi yake nzuri ya kiuchumi na uungwaji mkono mpana kutoka kwa makundi mbalimbali yenye ushawishi. Shukran sana Edith, na moja kwa moja tuanzie nchini Kenya, ambapo wakurugenzi wakuu katika mashirika ya kitaifa yanayosimamia mafuta na nishati wanazuiliwa korokoroni kwa kuhusika na sakata ya ununuzi na usambazaji mafuta. Wanne hao walikamatwa wiki jana na maafisa wa usalama na wamelazimika kuachia ngazi wakati uchunguzi dhidi yao ukiendelea. Hao ni pamoja na mkurugenzi mkuu wa shirika la nishati IPRA Daniel Kiptoo, mkurugenzi wa kampuni ya mafuta Kenya KPA Joe Sang, katibu katika wizara ya nishati na mafuta Mohamed Laiban na naibu mkuu wa idara ya usimamizi wa petroli nchini Joseph Wafula. Sakata hii imezuka wakati Kenya ikishuhudia uhaba mkubwa wa mafuta ambao umechangia pia na vita vya Guba kati ya Israel, Marekani na Iran. Na mpisha Nyota Suleiman ambaye ana taarifa hiyo kwa kina. Jiji la Nairobi linaendelea kushuhudia misururu wa magari katika baadhi ya vituo vya mafuta, huku vingine vikikosa kabisa bidhaa hiyo muhimu, hali inayozua wasiwasi mkubwa kwa wakazi na sekta ya usafirishaji. Baadhi ya vituo vimekuwa vikitoa mafuta kwa kiwango kidogo au kufunga huduma mapema, huku madereva kilazimika kuzunguka jijini wakitafuta petroli na dizeli. Wahudumu wa vituo vya mafuta nao wamejikuta katika hali ngumu, wakikabiliwa na hasira za wateja, wakieleza kuwa upatikanaji wa mafuta umekuwa kusuasua, huku baadhi ya wasambazaji wakituhumiwa kuficha bidhaa hiyo wakisubiri kupanda kwa bei. Jana station mingi Kiambu Road mazee zimerun dry. Unapata jana by this siku mzima hakuna kitu tumesell. Unapata ni product moja yenye iko. So manze hiyo kitu inatu affect sana sisi kama mapamba attendants. Na manze na tuna pray I don't know vitu zikuwe sawa manze, mboka irudi venye na kuaga. Hata hivyo, serikali ya Kenya kupitia wizara ya nishati imekanusha kuwepo uhaba halisi wa mafuta nchini, ikisisitiza kuwa akiba ya kutosha ipo na kwamba kinachoonekana ni kuhodhiwa kwa bidhaa hiyo kuna kufanywa na baadhi ya wafanyabiashara. Hata hivyo, watumiaji wa mafuta wanasema uhaba unaoshuhudiwa umeathiri pakubwa shughuli zao za kila siku, hasa madereva wa teksi na bodaboda ambao wanategemea mafuta kama chanzo kikuu cha mapato. Kila petroli ambayo tunaenda tunapambana na changamoto mingi ya mafuta. Kama sasa hii nataka kunywa mafuta hapa, mafuta imepotea. Ukienda Shell hakuna, ukienda mahali popote hakuna. Tunapanga laini muda mrefu ndio unafikia mafuta, tena bei wameongeza. Lita moja imekuwa 160. Sai lita tunauziwa shilingi 200. Wakati hayo yakijiri, sakata la uagizaji mafuta nchini Kenya limechukua mkondo mpya kufuatia kukamatwa kwa maafisa wakuu katika sekta ya nishati. Miongoni mwa waliokamatwa ni katibu mkuu wa nishati Mohamed Laiban, mkurugenzi mkuu katika mamlaka ya kawi na kudhibiti petroli Daniel Kiptoo, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya usambazaji mafuta Joe Sang, pamoja na afisa mwandamizi wa petroli Joseph Wafula. Maafisa hao wanashtakiwa kwa tuhuma za kuingilia mnyororo wa usambazaji mafuta, ikiwemo kudaiwa kudanganya takwimu za akiba mafuta nchini Kenya, kuhusika na uagizaji mafuta yasiyokidhi viwango, pamoja na kuchangia kile kinachodaiwa kuwa uhaba wa kubuni ili kunufaika kifedha.
Uchunguzi unaoendelea pia unahusishwa na shehena ya mafuta iliyoripotiwa kuwa na kiwango cha juu cha salfa kuliko kinachoruhusiwa, jambo lililozua mvutano ndani ya taasisi za usimamizi wa nishati. Rais wa Kenya William Ruto ameapa kuchukua hatua kali dhidi ya wote watakaopatikana na hatia kwenye sakata hilo, huku akiahidi kusafisha sekta hiyo na kurejesha imani ya umma. Hawa cartels ya mambo ya mafuta watakipata, hawawezi kuhepa, kwa sababu haiwezekani katika taifa letu la Kenya watu waone tuko na shida ya Middle East, wanajaribu kuja kukoroga shida ingine hapa Kenya. Kauli hiyo ya Rais Ruto imeungwa mkono na baadhi ya viongozi wa serikali, lakini pia imeibua wito mkali kutoka wanaharakati wa kijamii wanaoshinikiza hatua za juu zaidi zichukuliwe, wakitaka viongozi katika wizara hiyo akiwemo waziri wa nishati Bwana Opiyo Wandayi kuwajibishwa iwapo atapatikana na makosa au zembe. Kenya hii tumekuwa na kasumba ya kwamba mtu akifanya makosa tunakimbilia these small rats. Hawa ndio wanasungushwa na wanafutwa kazi, lakini bwenyenye wenye wanahusika pakubwa wanawachwa. Siwe ni kusulubishwa baadhi ya watu na ili hali kule juu hakujakaa sawa. Na tukisema juu tunazungumzia nani? Waziri mhusika. Haiwezi permanent secretary resign kisha waziri yuko na wala hajasema kitu chochote. Kwa sasa serikali ya Kenya inaendelea na uchunguzi, huku ikiahidi kurejesha hali ya kawaida katika upatikanaji wa mafuta, wakati wananchi wakiendelea kukabiliana na hali ngumu ya uhaba huo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Nyota Suleiman. Tuelekee Burundi ambapo bidhaa ya mafuta imekuwa adimu sawa na biashara nchini kuathirika kutokana na vita vinavyofanyika kule Ghuba. Wafanyabiashara kadhaa mjini Bujumbura wamesema bidhaa zao zimekwama bandarini katika nchi ya Dubai na hawana uhakika wakati watakapozipokea. Aidha, wadadisi wa kiuchumi wameonya uchumi kudorora zaidi katika mojawapo ya nchi maskini duniani. Kutoka Bujumbura, Gilbert Ruyange ameandaa taarifa hii. Baadhi ya wafanyabiashara katikati mwa jiji la Bujumbura wanaeleza kuathiriwa na vita vinavyoendelea huko Mashariki ya Kati. Huyu anasema kuwa bidhaa zake zilikwama na anaeleza namna alivyopitia nyakati ngumu alipofuata bidhaa zake huko Dubai. Hata sasa hivi kuna wafanyabiashara wengi walikwenda kuleta bidhaa za kuweza kuuza huku, ambayo mpaka sasa zimekwama kwa sababu ya vita yenyewe na milango ya Hormuz kufungwa. Mpaka sasa hivi ni zaidi ya mwezi, ni siku 40 na zaidi. Hatujui bidhaa zetu ziko wapi. Bandari zimebomolewa, watu wamekimbia. Mimi vita imenikuta kule tarehe 28 Februari. Ilikuwa mimi nasafiri kurudia hapa, na wakati nikitoka hotelini kwenda kuchukua ndege tarehe 28, ndege yangu ilikuwa ni ya Kenya Airways ya saa 8 ya usiku. Basi nimechukua gari na taxi na kwenda airport. Naona message kwenye simu wananijulisha kuwa hamna usafiri sababu airport imefungwa. Ikabidi tuchukue gari tuweze kutafuta njia nyingine, tupitie njia ya Omani. Njia ya Omani ni kilomita karibu 600 kutoka Dubai kwenda Muscat. Licha ya ugumu wa kuleta bidhaa nchini, wafanyabiashara hao wanataja athari nyingine mbaya ya uhaba wa mafuta unaotokana na vita hivyo, na imesababisha kuzorota kwa shughuli zao za kibiashara. Kwa kweli sisi tunaathirika kufatana na nini? Mafuta ya gari yanatoka nchi ya nje huko Irani. Sasa leo tunapata shida, tunanua leo kinju ya mafuta 30,000. Tunapata shida, usafiri unatusumbua kufatana na mafuta na vita inapigana huko. Tunapata hasara kufatana na kazi imesimama. Utakwenda kazini hauna mafuta. Mkaa leo inakuwa 200,000 kufatana hakuna mafuta. Gari kwenda milimani kuleta mkaa hakuna mafuta. Tunaathirika kufatana na hiyo vita. Hatuwezi kusafiri, hatuwezi kuleta mzigo, hatuwezi kufanya kazi za kawaida. Dunia imesimama. Sehemu zile ni sehemu ambayo ni muhimu sana kwa dunia. Zinatoa petroli, zinatoa gezi, zinafanya biashara transit ya dunia nzima kupitia kule. Inakuwa ni matatizo kwa sisi wafanya biashara. Mtaalamu katika masuala ya uchumi Diomed Ninheretse anabaini kuwa hali hiyo inaweza kusababisha uchumi wa taifa kushuka. Mtaalamu huyo anapendekeza serikali kutenga hala la mafuta, kubana matumizi kwa kujiepusha manunuzi yasiyo ya lazima. Nibaza ko leta yofata ingingo zishoboka
Ninafikiri kuwa serikali inapaswa kuchukua hatua muhimu, hasa kwa kutenga ghala la mafuta na kununua vitu muhimu vinavyohitajika sana na wananchi. Serikali na wajasiriamali wanapaswa kukaa pamoja kwa kujadili swala hilo ili waangalie kwa pamoja bidhaa muhimu zinazopaswa kupewa kipaumbele, huku zile ambazo si za muhimu ijiepushe navyo kwa lengo la kubana matumizi. Hatimaye fedha zitumiwe kwenye sekta za uzalishaji ili kukwamua uchumi wa taifa. Vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati vilianza tarehe 28 Februari mwaka huu baada ya Marekani na Israel kuendesha mashambulizi makubwa dhidi ya Iran na kusababisha nchi hiyo kufunga mlango bahari wa Hormuz unaokadiriwa kupitisha takriban 20% ya mafuta yote duniani. Nikiripoti kutoka jijini Bujumbura, Gilbert Ruyange, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge nasi, yani usubscribe na YouTube ya Idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye matangazo ya leo. Mimi ni Ann Ngugi. Ukiwa Afrika Kusini, unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM radio pale mji mkuu wa Johannesburg. Kila siku pia inapatikana kwenye masafa marefu. Sasa matangazo yetu yapo kwenye redio ya kijamii Kivu, ambayo inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi pamoja na maeneo ya tarafa ya Uvira. Fuatilia matangazo haya pia kwenye redio Rwanzururu RTR Beni, ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibujo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Awali tumesikia matatizo ya bidhaa ya mafuta Kenya na Burundi. Hebu sasa tupate mkusanyiko wa hali ilivyo katika mataifa mengine barani Afrika, ikiwasilishwa kwako na George Njogopa akiwa Dar es Salaam. Serikali mbalimbali barani Afrika zimekuwa katika vikao kujadili hali ya mambo kutokana na mkwamo uliibuka katika eneo la Ghuba ambao umezusha sokomoko la kuadimika kwa nishati mafuta na kusababisha bidhaa hiyo kupanda kwa kasi katika soko la dunia. Ingawa ripoti kuonyesha kwamba masoko ya mafuta yalipata utulivu kiasi kama ishara ya mwitikio mapatano ya usitishaji mapigano kwa muda wiki 2 ili kupisha majadiliano yanayofanyika huko Pakistan kati ya pande mbili, Marekani na Iran. Hata hivyo, Afrika haijapata utulivu. Mamlaka nchini Madagascar imetangaza hali ya dharura kwa muda wiki 2 kutokana na ukosefu wa nishati mafuta. Kikao cha baraza la mawaziri kilichokutana juma hili kilifikia uamuzi wa kutangaza hali ya dharura ya kitaifa kutokana na wasiwasi wa huenda kukazuka ukosefu wa utulivu kutokana na kuadimika kwa mafuta. Taifa hilo lililoko kisiwani mwa bahari ya Hindi linategemea zaidi ya mafuta yanayoingizwa kutoka eneo la Ghuba ili kuendesha mitambo yake ya kuzalisha umeme. Madagascar inakabiliwa na kitisho cha kuvurugika kwa mnyororo wake kuagiza mafuta licha makubaliano yaliyofikiwa ya kusitisha mapigano katika eneo hilo la Ghuba. Ama serikali nchini Senegal imewapiga marufuku mawaziri wake kujihusisha na safari za kigeni zisizo na lazima, ikiwa hatua yake ya kubana matumizi katika wakati ambako hali upatikanaji mafuta ni ya taabu. Waziri Mkuu Osman Sonko amesema yeye binafsi pia amelazimika kusitisha ziara zake alizokuwa afanye huko Niger, Hispania pamoja na Ufaransa, na kwamba waziri wa madini nchini humo atatangaza hatua zaidi hivi karibuni kukabiliana na hali ya ukosefu wa mafuta. Gambia nayo imechukua mkondo huo wa kupiga marufuku kwa maafisa wake kufanya ziara zisizo na lazima, ikiwa ni siku moja tu baada ya jirani yake Senegal kutangaza hatua kama hiyo. Mamlaka nchini Zambia ametangaza kuondoa ushuru wa uagizaji mafuta ya petroli na diesel, wakati Botswana ikisitisha tozo ya mafuta kwa muda wa miezi 6 ili kuwapunguzia machungu walaji. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametangaza hatua ya kupunguza msururu wa magari katika misafara yake, akitaja hatua hiyo ni njia mojawapo ya kubana matumizi kutokana na kitisho cha kuendelea kupanda kwa bei ya mafuta. Kuanzia sasa ninapokwenda kokote, wote nitawaingiza kwenye kibasi kimoja. Msafara utakuwa eskoti yangu, ya polisi na yangu na gari ya akiba nyuma. Wanaobakia wote nawaingiza kwenye kibasi kukata matumizi ya mafuta.
Kwingineko barani Afrika, mapema wiki Afrika ya Kusini ilitangaza hatua kupunguza tozo ya mafuta kama hatua mojawapo ya kukabiliana na ongezeko la bei, wakati serikali ya Uganda ikikataa ombi la Kenya la kugawa hifadhi ya mafuta yake ili kukabiliana na uhaba ambao unashuhudiwa nchini humo. Mimi ni George Njogopa. Shukran sana George Njogopa kwa taarifa hiyo mseto kuhusu bidhaa ambayo imekuwa adimu ya mafuta bara letu Afrika. Je, mwelekeo ni upi? Marekani na Iran zimekubaliana kusitisha mapigano yaliyokuwa yakiendelea katika mzozo unaohusisha pia Israel. Makubaliano hayo yanatarajiwa kupunguza mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati na kutoa nafasi kwa mazungumzo ya kidiplomasia ili kutafuta suluhu ya kudumu ya mgogoro huo. Wito huo ni habari njema kwa uuzaji na ununuzi wa bei ya mafuta ambayo ilikuwa imepanda na kuwa nadra katika mataifa mengi. Hebu sasa sikiliza tahariri ifuatayo ikisomwa kwako na Leonard Mubali. Amani katika eneo la Mashariki ya Kati si swala la kisiasa pekee, ni jambo lenye athari kubwa kwa uchumi wa dunia na maisha ya kila siku ya wananchi wa kawaida. Kila mara mvutano unapoongezeka katika eneo hilo, jambo la kwanza kuhusishwa duniani ni kupanda kwa bei ya mafuta na changamoto katika upatikanaji wake. Mashariki ya Kati ni moja ya maeneo yenye akiba kubwa zaidi ya mafuta duniani. Mgogoro kati ya Marekani, Israel na Iran umesababisha taswira za uhaba wa mafuta kwenye vituo vya mafuta, huku mlolongo mrefu wa magari ukishuhudiwa katika mataifa ya Afrika Mashariki. Migogoro inapozuka, iwe ni vita, vikwazo vya kiuchumi ama mvutano wa kijeshi, masoko ya mafuta hutetereka. Wawekezaji na wanunuzi huanza kuhofia kukatika kwa usambazaji wa mafuta, jambo linalosababisha bei kupanda kwa kasi. Kwa mataifa yanayoagiza mafuta kama vile Kenya, Tanzania na Uganda na mataifa mengine, athari hizi huonekana moja kwa moja kwa wananchi. Bei ya mafuta inapopanda, gharama za usafiri hupanda, bei ya chakula pia hupanda na gharama za uzalishaji katika sekta nyingi huongezeka. Mwishowe mzigo huo hubebwa na wananchi wa kawaida kupitia gharama kubwa za maisha. Ndiyo maana amani katika Mashariki ya Kati ni jambo lenye manufaa kwa dunia nzima. Utulivu wa kisiasa unahakikisha kuwa usafirishaji wa mafuta kupitia njia muhimu kama vile Strait of Hormuz unaendelea bila vikwazo. Njia hii ya bahari ni moja ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa mafuta duniani, ambapo sehemu kubwa ya mafuta ya kimataifa hupitia hapo. Wakati amani inatawala, uzalishaji na usafirishaji wa mafuta hufanyika kwa utulivu. Hali hii huongeza upatikanaji wa mafuta katika soko la kimataifa na kusaidia kudhibiti bei. Kwa lugha rahisi, amani inaleta nafuu kwa wanunuzi wa mafuta duniani kote. Hata hivyo, dunia pia inapaswa kujifunza somo muhimu. Utegemezi mkubwa kwa mafuta kutoka eneo moja unaweza kuwa hatari kwa uthabiti wa kiuchumi. Mataifa yanapaswa kuwekeza zaidi katika nishati mbadala kama vile jua, upepo na umeme wa maji ili kupunguza athari za migogoro ya kisiasa katika masoko ya nishati. Wakati Mashariki ya Kati na amani, dunia hupumua kwa unafuu na bei ya mafuta huwa rafiki zaidi kwa watumiaji. Lakini kila risasi inayolia katika eneo hilo huleta mawimbi ya kiuchumi yanayoweza kuhisiwa hadi kwenye vituo vya mafuta vya Nairobi, Lagos ama Tokyo. Tegea tahariri ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika kila siku, ambapo huangazia masuala muhimu kuhusu bara letu Afrika. Msikilizaji, ikiwa unajiunga nasi, shukran sana na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kumbuka mpenzi msikilizaji, kusubscribe, yani ujiunge na YouTube yetu, kwani sote tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika. Hebu sasa tupate muktasari wa taarifa muhimu barani naye Edith Peter. Banjul, Gambia.
Mwanasheria wa Uingereza Martin Hackett ameteuliwa kuwa mwendesha mashtaka maalumu wa kwanza nchini Gambia, mwenye jukumu la kusimamia kesi dhidi ya watu wanaotuhumiwa kwa ukiukwaji wa haki za binadamu uliofanyika katika kipindi cha utawala wa miaka 22 wa aliyekuwa Rais Yahya Jammeh uliomalizika mwaka 2017 alipoingia uhamishoni. Hackett ataongoza ofisi mpya iliyoundwa kushughulikia kesi zinazotokana na kipindi kilichogubikwa na ukandamizaji mkubwa, watu kupotea kwa lazima na mauaji ya kiholela. Tume ya ukweli, maridhiano na fidia TRRC iliundwa ili kuchunguza na kuweka kumbukumbu za ukiukwaji huo. Katika ripoti yake ya mwisho iliyowasilishwa mwaka 2021 kwa rais wa sasa Adama Barrow, iliwataja waliohusika zaidi na kupendekeza wachukuliwe hatua za kisheria. TRRC iliyosikiliza ushuhuda mzito kutoka kwa waathirika na mashahidi mbalimbali, pia ilipendekeza fidia kwa waathirika na kuonya kuwa kutochukuliwa hatua kunaweza kuendeleza utamaduni wa kutowajibika. Miongoni mwa matukio makubwa yaliyobainishwa ni kuuawa kwa mwanahabari Deida Haidara mwaka 2004 na mauaji ya wahamiaji zaidi ya 50, wengi wao kutoka Afrika Magharibi, waliouawa na vikosi vya usalama wakituhumiwa kimakosa kupanga mapinduzi. Jammeh aliyekataa kushirikiana na TRRC aliondoka madarakani baada ya kushindwa katika uchaguzi wa Disemba mwaka 2016 kufuatia shinikizo la viongozi wa kanda waliotuma majeshi nchini humo. Kwa sasa ana umri wa miaka 60 na anaishi uhamishoni nchini Guinea ya Ikweta. Abuja, Nigeria. Nigeria imeanza kusikiliza kesi dhidi ya watu zaidi ya 500 wanaotuhumiwa kuhusika na mashambulizi ya kigaidi katika moja ya kesi kubwa zaidi za ugaidi kuwahi kufanyika nchini humo. Watuhumiwa wanakabiliwa na mashtaka ya kusaidia ugaidi, hasa katika eneo la kaskazini mashariki ambako kundi la Kiislamu la Boko Haram limekuwa likifanya mashambulizi kwa zaidi ya miaka 17. Tangu hapo hali ya usalama imezorota katika maeneo mengi ya nchi hiyo ya Afrika Magharibi, huku jamii nyingi hasa vijijini zikikumbwa na vitendo vya utekaji nyara na mashambulizi ya makundi yenye silaha. Kesi hiyo ilianza Jumanne katika mahakama kuu jijini Abuja, ambapo watuhumiwa 227 walifikishwa mbele ya majaji 10. Mamia ya watu wamepoteza maisha mwaka huu pekee kutokana na milipuko ya mabomu na mashambulizi mbalimbali. Ni watu wachache sana wamewahi kufikishwa mahakamani kwa tuhuma za ugaidi, huku watuhumiwa wengi wakikaa rumande kwa miaka bila kusikilizwa kesi zao. Ulinzi uliimarishwa wakati wa usikilizwaji wa kesi, ambapo watuhumiwa waliletwa chini ya ulinzi mkali wa vyombo vya usalama. Waangalizi wa kimataifa wakiwemo wanaharakati wa haki za binadamu na chama cha wanasheria Nigeria walihudhuria. Washington, Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeruhusu wafanyakazi wa serikali ya Marekani wasio wa dharura pamoja na familia zao kuondoka katika ubalozi wa Marekani jijini Abuja kutokana na hali mbaya ya usalama nchini Nigeria. Katika tahadhari mpya ya usafiri iliyotolewa Jumatano, wizara hiyo ilieleza kuwa kuanzia Aprili 8 mwaka 2026 raia wa Marekani wanashauriwa kufikiria upya kusafiri kwenda Nigeria kutokana na uhalifu, ugaidi, utekaji nyara na machafuko ya kiraia. Majimbo ya Plateau, Jigawa, Kwara, Niger na Taraba yameongezwa kwenye orodha ya maeneo hatari yasiyoshauriwa kusafiri na kufanya jumla ya majimbo 23 kuwa katika hatari kubwa. Tahadhari hiyo pia ilitaja majimbo ya Bauchi, Gombe, Kaduna, Kano, Katsina, Sokoto, Zamfara na kaskazini mwa Adamawa kwa hatari ya ugaidi, uhalifu na utekaji nyara. Cotonou, Benin. Raia wa Benin wanatarajiwa kupiga kura Jumapili kumchagua rais mpya, huku kiongozi wa sasa Patrice Talon akitarajiwa kuondoka madarakani baada ya miaka 10 ya uongozi uliokuwa na mafanikio ya kiuchumi, lakini pia changamoto za kiusalama na kisiasa. Waziri wa fedha Lomwadi Wadani mwenye umri wa miaka 49 anayewakilisha chama tawala anachukuliwa kuwa mrithi anayependelewa na Talon. Anakabiliwa na mpinzani wake pekee Paul Hongpe. Katika uchaguzi wa wabunge uliofanyika Januari, upinzani ulishinda kufikia kiwango cha 20% kinachohitajika kupata viti, jambo lililoacha vyama vinavyomuunga mkono Talon vikidhibiti viti vyote 109 bungeni. Kutokana na hali hiyo, Wadani anaonekana kuwa na nafasi kubwa ya kushinda uchaguzi huo, akisaidiwa na rekodi yake nzuri ya kiuchumi na uungwaji mkono mpana kutoka kwa makundi mbalimbali yenye ushawishi. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 100.6 Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Radio Maniema News City
ambayo inarusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu, ambao ndio mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo RDC. Ukiwa hapo mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika, redio ya Amani, redio Ngoma ya Amani Fizi, ambayo inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini, na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika vilivyo. Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Kwa niaba ya wote ambao wamefanya kazi kuhakikisha matangazo haya yako hewani, tunawashukuru. Lakini pia kwako wewe msikilizaji kwa kuungana nasi kwenye matangazo yetu kila siku, tunasema shukran. Jina langu ni Anne Ngugi na kutakia jioni njema.